Ni kipindi cha Zama Damu na mwaka 2011 nimesafiri nikivuka milima na mabonde hadi katika mkoa wa Iringa kuja kukuletea historia nzuri kabisa ya Mtanzania ambaye aliishi miaka mingi, karne nyingi na kuacha hadithi nyingi kuhusiana na mambo ya kale. Hapa nipo Kalenga. Kalenga kuna historia kubwa kabisa kuhusiana na tawala za jadi. Unamfahamu Chifu Mkwawa? Chifu Mkwawa fuvu lake lilitolewa kutoka Ujerumani, lipo katika eneo hili hapa nilipo. Kumbe basi kuna hadithi ndefu ya kukusimulia kutoka katika mkoa huu wa Iringa. Zama Damu, nimevuka milima na mabonde. Mtaalamu namuona kafunga lubega, yuko tayari kutusimulia hadithi za mahala hapa. Kamwene mnoge tuvanofu kilugha kigumu kidogo hicho rafiki. Basi mtazamaji, ni raha kabisa. Tumefika katika makumbusho yenu nzuri kabisa ya Kalenga. Watanzania wana hamu ya kujua juu ya Kalenga. Pengine kwanza kabisa ukijitambulisha jina lako, wewe ni nani? Asante sana. Mimi naitwa Nicolaus Kulanga, ni mfanyakazi wa makumbusho ya Chifu Mkwawa hapa Kalenga. Karibuni sana Kalenga. Hapa Kalenga ni sehemu ya historia ya Chifu Mkwawa. Sehemu ya Kalenga ni sehemu ambayo Chifu Mkwawa aliweza kujenga ngome. Kulikuwa na ngome ambayo ilikuwa imezunguka hapa Kalenga kilomita 13 duara, square kilomita. Na ngome hiyo ilikuwa ina urefu kwenda juu ni futi 12. Pengine kabla hatujaja katika dhima nzima ya historia ya Kalenga, mtazamaji anataka kujua Iringa, mji wa Iringa ulichipuka namna gani, jina Iringa lenyewe? Kabla sijaelezea Iringa, ningependa kuelezea Kalenga, chimbuko la Kalenga. Kwa nini wakaita Kalenga? Kalenga maana yake ni kamaji ndani ya ngome, maji machache ndani ya ngome. Mto Ruaha ulivuka kwenye eneo la ngome ya Chifu Mkwawa, ambayo hii ngome ilikuwa ni ya mawe na udongo, iliyokuwa imezunguka kilomita 13, urefu kwenda juu futi 12, upana mita 3. Ilijengwa kwa muda wa miaka 4, ikavunjwa kwa siku 3. Kalenga maana yake ni kamaji ndani ya ngome. Kalenga mugati, kamaji ndani ya ngome. Wakasema baadaye tuitangana pa Kalenga, kwamba tutakutana kwenye maji, ndio asili ya kuitwa Kalenga. Kalenga ndio makao makuu ya Wahehe na ni sehemu ambayo Chifu Mkwawa aliishi. Hapa Kalenga unaweza kuona sehemu mbili. Kuna sehemu ya ngome ya nje ambayo ilikuwa inaitwa Lilinga. Ndio hiyo ngome ambayo ilikuwa imezunguka kilomita 13 ya Lilinga. Ukiingia ndani kuna ngome ya pili ambayo iliitwa Lipuli, ambayo ndio ikulu yake Mkwawa. Baada ya ngome ya Lipuli kuna Kichuguu, panaitwa Pivaha. Ni sehemu ambayo Mkwawa alitumia kwa ajili ya kutolea hotuba kwa watu wake. Sasa basi, asili ya kuitwa Iringa, chanzo mpaka wakaita mkoa huu ni Iringa. Iringa ilikuwa ni kushindwa kutamka jina la Lilinga, hii ngome ambayo ilijengwa na Mkwawa. Wajerumani walipoingia hapa kwa awamu ya pili mwaka 1894, walijenga boma pale mjini, wakashindwa kutamka jina ya Lilinga, wakasema Iringa, wakimaanisha kwamba anatamba, anajidai, anajisikia, anajivuna. Ndio maana ya kuitwa Iringa. Lakini ni kushindwa kutamka kutoka kwenye jina la ngome ya Lilinga. Pengine utueleze chimbuko la mji wa Iringa. Iringa ilichipuka namna gani mpaka kukawa na Wahehe? Okay, sawa. Historia ya Iringa ni historia ambayo ni kubwa sana. Ilianzishwa miaka mingi sana. Ingefaa zaidi niweze kuelezea chimbuko kwanza kabisa la kabila la Wahehe. Kabila hili la Wahehe lilianzishwa mwaka 1850, 1850s, mwaka 1850 na Chifu Munyigumba, baba yake na Mkwawa. Lakini kabla ya hapo hata hili kabila la Wahehe halikuwepo.
Naona kidogo unaweza ukashangaa lilikuwa kabila gani? Hata Iringa haikuwepo. Nimeanza kidogo mbali. Neno Wahehe ilikuwa ni mshangao katika vita. Wakiwa wanasema kwamba avatu vangu tuihoma, wakimaanisha kwamba tunawaua maadui. Wakasema Wahehe. Lakini hapo awali ni kwamba walikuwa wanaishi makabila mbalimbali, sehemu mbalimbali. Kulikuwa kuna machifu wa Udongwe, machifu wa Luhota, machifu wa Lungemba, sehemu mbalimbali. Chief Munyigumba alianza kupigana na machifu wengine, makabila mbalimbali, na kufanikiwa kuyaunganisha pamoja na kuwa chini yake. Kulikuwa kuna vikabila vidogo vidogo ambavyo vilifahamika kama ifuatavyo. Kulikuwa kuna Vasungwa, sasa vinaitwa Wazungwa kutoka sehemu za Dabaga. Kuna Vadongwe, Vanyandole Loa, Vanyandove Loa, Vakinga, Vapangwa, Vawanji. Huyu Munyigumba baada ya kuwa amekwisha pigana na vikabila vyote na kuviweka kuwa chini yake, ndipo akaja wakafahamika kwamba hao ni Wahehe. Mwaka 1850. Na mwaka 1855 ndipo akaja akazaliwa Chifu Mkwawa. Baada ya kuzaliwa Mkwawa, Munyigumba aliendelea kupigana na makabila mbalimbali ya hapa Tanganyika na kufanikiwa kutanua miliki ya Uhehe kuwa kubwa sana. Umeona kwamba zamani hawakuita Iringa, wanasema ni miliki ya Wahehe. Wahehe. Sasa Iringa utaipata baadaye. Baada ya kuwa miliki yawe kuwa kubwa sana, Munyigumba aliamua kugawa maeneo ya utawala kwa familia yake. Katika historia tunaona kwamba Chifu Mkwawa alipewa atawale upande wa kaskazini mwa Iringa, ambao nitazungumzia baadaye, ni kuanzia Lungemba kuja Kwirenga hapa Kalenga kuelekea mpaka Dodoma sehemu za Mpwapwa. Muhenga atawale upande wa kusini mwa Iringa, Mafinga, Makambako hadi Usangu Mbeya. Munyigumba wakati huo anapigana na makabila mbalimbali ya hapa Tanganyika kule sehemu za Morogoro. Katika utawala wao kati ya Muhenga, Mkwawa na Munyigumba, nimezungumzia watatu sasa hapa. Mkwawa kaskazini, Muhenga kusini, Munyigumba ndio chifu mkuu anaendelea kutanua miliki ya Wahehe. Huyu Muhenga ni mdogo wake Mkwawa. Umeona? Kukatokea na mgongano wa kutokuelewana kati ya Mkwawa na Muhenga. Lakini chanzo cha magombano ilikuwa ni kwamba shemeji yake Mkwawa ambaye alikuwa anaitwa Mwambambe alienda kumshawishi Muhenga ili Muhenga apigane na Mkwawa. Akishapigana na Mkwawa ndipo Muhenga achukua lile eneo ambalo alikuwa anatawala Mkwawa. Katika ile vita ni kwamba Muhenga alishindwa. Sasa tuje katika ule ushujaa kwanza wa hawa viongozi ulikuwaje kuweje. Tukiangalia katika historia utaona kwamba Chifu Mkwawa alianza kuwa shujaa hodari maarufu ni kutokana na vita ambayo walipigana kati ya kabila hili la Wahehe likiwa chini ya Munyigumba babake Mkwawa na kabila la Wangoni. Walipigania mpakani mwa Iringa na Ruvuma, ile sehemu inaitwa Itombororo. Wangoni walipigana na Wahehe kwa muda mrefu, lakini walifanikiwa kumfungia Munyigumba katika pango ili Munyigumba afie ndani ya pango. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mvangi Fidunda Mtikapangonde. Ni mtu ambaye alikuwa ameanzisha kupanda milima. Alipanda juu ya mlima akapiga mbiu. Wangoni wakajua kwamba jeshi lote la Wahehe lipo juu ya mlima kule. Wakamwacha Munyigumba katika pango la Nyamlenge. Ndipo Mkwawa alienda akazima ule moto, akamuokoa baba yake kutoka kwenye pango la Nyamlenge, akamrudisha Lungemba. Baada ya hapo walikaa chini wakaamua kufanya mapatano kwamba tayari tupigana na Wangoni. Wahehe hawakuweza kushindwa katika ile vita, hawakushinda. Pia Wangoni hawakushinda katika ile vita. Walikaa chini wakaamua kufanya suruhu, upatanishi. Ramadan. Njia ya kweli ya upatanishi ilikuwa ni hivi.
Kitu ambacho kingeashiria kwamba hawa watu wamepatana, kabila la Wahe na Wangoni wamepatana, ilikuwa ni kugawana wanawake. Wahehe walichukua wanawake wa Kingoni na Wangoni wakachukua wanawake wa Kihehe. Ile sehemu ambayo waligawana wanawake walipaita Amakambako. Makambako maana yake ni madume katika vita. Ndipo utani ulipoanza kati. Maana asili ya neno Makambako hivi sasa nini? Ndio. Ndio maana akaita Makambako, maana yake ni madume. Yaani yale mang'ombe yenye nguvu. Kwa hiyo Wahe na Wangoni ndipo kaanza utani pale, kwamba kwa ndugu hawatapigana tena. Mwaka ule ule 1879, kabla Munyigumba hajafariki, Munyigumba alimsimika Mkwawa na kuwa ndiye ambaye atakuwa kiongozi wa kabila hili la Wahehe. Ndipo Munyigumba akampa Mkwawa jina refu, akamuita Mtwa, maana yake ni kiongozi, Mkwava, Mkwavinyika, Munyigumba, Mwamuyinga. Mtwa niseme kiongozi, Mkwava ni kule kuzoa na mneni Kiruga, Mkwavinyika ni kiongozi ambaye amechukua sehemu kubwa katika nchi, Munyigumba ni jina la baba yake, Mwamuyinga ni ule ubini wake, ni ule ukoo wake. Lengo kuu la Mkwawa ilikuwa ni kutawala nchi yote ya Tanganyika. Tanganyika yote. Lakini kabla hapo Tanganyika ilikuwa inafahamikeje? Nisimulie historia ya Tanganyika? Simulie. Nasimulia historia ya mkoa wa Iringa. Basi Tanganyika ni kwamba huyu Mkwawa alianza kupigana na makabila mbalimbali na kufanikiwa kutanua tena miliki yawe kuwa kubwa sana. Alipigana na Wanyamwezi kutoka sehemu za Tabora, ambako kule Unyamwezini kuna ile ngome ya Ipuli, ilikuwa imemsumbua sana kuingia. Aliporudi huku akajenga ngome kubwa akaita Lipuli. Ipuli kwa Kinyamwezi maana yake ni mabega ya tembo. Lipuli huku maana yake ni ikulu ya Mkwawa. Akajenga ngome ya Lipuli. Baada ya hapo sasa ni kwamba akapigana na makabila mengine kama vile unavyokuta Wasangu, pia na watu kutoka sehemu za Dodoma, mikoa kama 5 hivi. Na kila sehemu aliyokuwa anapiga wale mateka alikuwa anawapa adhabu ya kuchukua udongo kutoka sehemu ambayo wamepigwa hadi kufika hapa Kalenga, wakaulundika sehemu moja, akatengeneza kichuguu ambacho alikitumia kama jukwaa lake kwa ajili ya kutolea hotuba kwa watu wake. Na alikuwa anaamini kwamba akiwa amesimama kwenye kile kichuguu anakuwa amekanyaga maeneo yote yako chini yake. Lengo kubwa ilikuwa ni kutawala nchi yote ya Tanganyika. Ndio maana kuta kwamba yeye aliitwa Mkwavinyika. Zamadam. Wajerumani baada ya yule mkutano wa Berlin kuliga bara Afrika waliingia hapa mwaka 1886. Wakiona kwamba eneo la Tanganyika likiwa wakati huo linatawaliwa na Waarabu. Ndipo Wajerumani walipofika Tanganyika mwaka 1800 wa mara ya kwanza waliona ni vema wapigane na Waarabu. Kwamba Wajerumani wao walimdharau sana Mwafrika, kwamba wao hawawezi kupigana na Waafrika, isipokuwa labda wanaweza kupigana na Waarabu, labda watoe Waarabu ndipo watoe Tanganyika. Lakini Mkwawa hakupenda Wajerumani watawale Tanganyika. Mkwawa alichukua askari wake, akampa kiongozi wa Kiarabu ambaye alikuwa anaitwa Abushir bin Salim Suryama wapigane na Wajerumani. Ile vita kati ya Wajerumani na Waarabu walipigana mwaka 1888 hadi mwaka 1889. Hatimaye kiongozi wa Kiarabu alikamatwa Wajerumani kule Mpwapwa, wakamnyongea pangani. Wakati huo pia askari wengi sana Mkwawa walikufa katika ile vita. Ndipo Mkwawa alipanga kulipiza kisasi dhidi yake na Wajerumani. Jambo la kwanza ambalo chifu Mkwawa alifanya ni kwamba aliamua kufunga njia zote za kibiashara ambazo Wajerumani walikuwa wanapita kutoka Bagamoyo kuja katika mji wake. Wanaita zile trade caravan route zote. Watu wa sekondari wanasoma hivyo, biashara za kupita zile njia kibiashara za watumwa. Kutoka Bagamoyo kuja Morogoro, Mkwawa aliweka mageti pale, vizuizi. Morogoro kuja Iringa aliweka vizuizi. Mwaka gani hiyo? Ni mwaka 1890. Akaziba zile njia zote kwenda Mbeya, kwenda Tabora, kwenda
Dodoma, kwenda Morogoro, kwamba Wajerumani hawaruhusiwi kuingia kwenye yale mageti, kuvuka ile mipaka. Lengo kubwa nini? Aitawale Tanganyika yote. Wajerumani wakawa wanapita bila kulipa ushuru pale. Mkwawa akawa anaondoka hapa Kalenga, anakwenda kuwadhibiti wale machifu pale Morogoro. Kwamba kwa nini machifu hapa Morogoro mmeacha milango wazi na Wajerumani wanaingia pasipo kulipa ushuru? Wakawa hawawezi kuwazuia Wajerumani. Mkwawa akawa anaondoka hapa Kalenga na askari wake, anakwenda kuwadhibiti Wajerumani kule Morogoro. Ndipo Wajerumani walipoamua kupigana na Mkwawa vita ya kwanza mwaka 1891. Vita hiyo ilikuwa ni sehemu gani? Lugalo Ilula. Walipigana tarehe 16 kuelekea tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 1891. Wakati huo Mkwawa akiwa anaishi hapa Kalenga, alikuwa na vikosi 4 vya jeshi ambavyo alikuwa amevipanga vizuri sana. Kikosi cha kwanza waliitwa Vanyamapelela, walikuwa ni askari wapelelezi. Kikosi cha pili waliitwa Vanyigendo, walikuwa ni askari wa mawasiliano. Kikosi cha tatu wakaitwa Vatandisi au Vatangisi, maana yake ni wasaidizi katika vita. Na kikosi cha 4 waliitwa Vamalavanu, ndio wale sasa ambao wanagombania maadui, wamaliza watu wapiganaji. Kila kikosi kilikuwa na askari 200. Kama askari 800 tu, sio wengi. Alihofu kwamba mji wake unaweza ukaangamizwa vibaya sana na Wajerumani. Aliamua kutuma pelelezi waende wakutane na Wajerumani, wajaribu kuchunguza labda hawa Wajerumani wapoje, labda wanasema Vakenge, watu weupe hao. Basi wakaondoka kwenda pale Lugalo Ilula. Mkwawa akapewa ripoti kwamba Wajerumani hawako mbali, wanakuja wakiwa wameshikia mizinga na mabunduki. Akaondoka Mkwawa na askari wake hapa vikosi 4 kuelekea Bagamoyo. Lengo kubwa akawapiga Jerumani kule Bagamoyo. Kwa miguu. Wanatembea kwa miguu, hakuna farasi, hakuna punda, hakuna magari. Walikuwa wanatembea kwa miguu sehemu zote hizi. Hata Kitonga ile anapita kwa miguu. Kote kule. Ni sehemu ambayo kuta sasa hivi tunasema kama ni mbaya, lakini zamani tutatembea kwa miguu sehemu kubwa sana. Basi baada ya kufika pale Lugalo Ilula, Mkwawa aliwaambia askari wake, akatumia mbinu ya kivita. Akawaambia askari wake wafyeke majani ili watengeneze barabara, hao waheshimiwa wapite sehemu nzuri. Akafyeka majani pale, akaamua kuchimba mashimo kwenye ile barabara, akachukua mikuki akaisimika kwenye yale mashimo, akawa amechomeka mikuki mle kwenye mashimo, tena akafunika majani. Wakachimba maandaki, wakajificha askari wa Mkwawa. Akamwambia askari mmoja akae kwenye mti akiwa ameshika bunduki na gobore, kusudi baada ya kuingia Wajerumani wote, yule askari ambaye yuko juu ya mti atampiga Mjerumani wa mwisho kama ni ishara, na wale wengine wataamka na kuanza kushambulia Wajerumani. Askari mmoja alienda, alikaa kwenye mti, akawaambia wapelelezi waende wakutane na Wajerumani. Wakiwauliza kwamba ile njia imekwenda wapi, wawaambie kwamba ile njia imekwenda kwa Mkwawa na walikuwa wakitumia Waarabu kuchukulia biashara zao. Wapelelezi walienda ili wakutane na Wajerumani. Sasa Wajerumani walikuwa wanafikiri kitu kimoja, kwamba hawa Wahehe wameshapigana na makabila mengi na wakiwa na lengo la kutawala Tanganyika. Makabila mengine yalikuwa hayawasapoti, hayawakubali Wahehe. Umeona? Kitu ambacho kilifanyika ni kwamba Wahehe wale wapelelezi walijifanya kana kwamba ni watu wasiokuwa na akili nzuri. Unajua upelelezi wafanyika ni ubunifu wa namna pekee ambao walitumia. Yaani walijifanya kana kwamba ni watu ambao wapo tu. Basi wakaenda Wahehe wachache wale ambao ni wapelelezi ili wakutane na Wajerumani. Kikosi cha kwanza cha Kijerumani kilianza kuingia pale Lugalo Ilula kikiongozwa na von Emil Zelewski. Wahehe walimuita Nyundo. Aliongoza askari 500 wa Kijerumani. Baada ya kuingia kile kikosi cha kwanza cha Kijerumani, Wahehe wale mapelelezi wakaosha Jerumani, mnapigana Mkwawa. Kule Kalenga ni mbali sana, Kalenga ni mbali sana. Piteni njia hapa mkato. Wajerumani hao wakaanza kuingia kikosi cha kwanza. Wanapoingia kikosi cha kwanza cha Kijerumani, yule von Emil Zelewski Nyundo akamwona bata anakunywa maji kwenye mto Lugalo pale. Akachukua bunduki na kumpiga yule bata. Wewe kajua ndio ile ishara ya bunduki kwamba waamke na kuanza kuwashambulia Jerumani. Walifikiri ndio ile mtu pekee mti amepiga Mjerumani wa mwisho kama ni ile ishara. Waliamka na kuanza kuwashambulia Jerumani. Wakati Wajerumani wanapigwa, walianza kukimbia kuelekea mbele kwanza, wakiwa na mafasi wao.
ili wageuke tena na kuanza kupiga askari wa Mkwawa. Wanapokimbia Jerumani wakakuta ile mashimo ambapo wamechimba na askari wa Mkwawa, wakawa wanadumbukia mle mkino wa choma. Ndipo kikosi cha kwanza cha Kijerumani walikufa askari 310 kati ya 500 wa Kijerumani. Lakini muda si mrefu kiliingia kikosi cha pili cha Kijerumani ambacho kiliongozwa na Tom von Prince. Wahehe walimuita Sakarani. Sakarani aliongoza askari 500. Kikosi cha pili cha Kijerumani kilifanikiwa kuwaua askari 300 wa Mkwawa, lakini Mkwawa na askari wake walifanikiwa kuwaua zaidi ya askari 190 wa Kijerumani, wakateka mizinga 3, bunduki 300 za Kijerumani na mateka wengine wengi. Pia waliwaua makomando 10 wa Kijerumani walikufa. Hebu fikiria kwanza, huyu ni Mhehe kabila moja, lakini ameua askari zaidi ya 500 wa Kijerumani, kuteka mizinga 3, bunduki 300 na mateka wengine wengi, na pia akaua makomando 10. Hiyo ndio heshima ya Wajerumani kwa Wahehe. Ndio hapo tunapata ushujaa wa Chifu Mkwawa ulipokuwepo. Akitumia bunduki gani? Magobore, mikuki, mishale, pamoja na upinde na marungu. Mjerumani anatumia mabomu pamoja na mizinga, bunduki za kisasa, lakini alishindwa. Yeye ni taifa kubwa, Wahehe ni taifa ni kabila tu moja dogo. Zamadan. Haya, hebu sasa tuelezee baada ya hapo kiliendelea kitu gani? Sawa, ni kwamba baada ya Wajerumani kushindwa katika ile vita ya kwanza ya mwaka 1891 tarehe 16 tarehe 17, Wajerumani walirudi Bagamoyo, walikimbia na kuelekea Bagamoyo ambako walienda kujiandaa upya tena kwa muda wa miaka 3. Kwa hiyo walifanya maandalizi kwa miaka 3 ili warudi kwa spidi nyingine tena. Na wakati huo Wahehe nao baada ya kumaliza ile vita ya kwanza walirudi ndani ya ngome kuenda kufanya sherehe mbalimbali. Walikuwa wanakunywa pombe, inaitwa ugimbi wa mapala. Ugimbi wa mapala, pombe ya vichwa. Sio kama hii pombe ya vichwa. Ukiwa umeua maadui wengi, basi unapewa ifinya mkonyi 12. Yaani aina fulani ya birauli kama 12 unapewa na wanawake wanakuzunguka namna hii wakiwa wanacheza ngoma ile ya kiasili, huku wewe unaenda kunywa pombe. Kwanza unapokelewa kwa shangwe. Mambo yote haya yamefanyikia hapa tulipo Kalenga, hapa tulipo Kalenga. Basi wafanya sherehe ile pale wakamaliza. Baadaye Mkwawa akawa ameishi kwa miaka 3 kwa amani kabisa, asitarajie kwamba ipo siku Wajerumani wanaweza kurudi tena na kumvamia. Wajerumani walikaa Bagamoyo wakikumiza vichwa kwa muda mrefu kwamba itakuwaje tena, kwa sababu Wajerumani walijua wazi kwamba hawataweza kutawala Tanganyika mpaka wahakikishe kwamba wamemtoa Chifu Mkwawa. Lao ilikuwa ni moja tu, kumtoa Chifu Mkwawa. Mkwawa naye alikataa kabisa kutawaliwa. Alikataa kabisa ardhi hii ya Wahehe itawaliwe na watu weupe. Basi Wajerumani wakatumia mbinu ya kutangaza kwamba endapo kama tutampata mtu ambaye angeweza kutuongoza kupigana na Wahehe, atapewa rupia 5,000 kama ni tunzo, kama ni zawadi. Hawakumpata mtu. Baadaye kuna mtu mmoja pale Morogoro, Mwachavala, akawasema bwana, mimi nipo tayari kuwaongozeni kwenda pia na huyo Chifu Mkwawa. Ndipo Wajerumani wakaongozwa na Chavala hadi kufika mlima Lugulu, sasa hivi tunaita Tosamaganga, ni pale juu mlimani. Mtazamaji, hadithi ni nyingi katika eneo hili la Kalenga. Kuna hadithi nyingi sana kuhusiana na Chifu Mkwawa. Naamini kwamba umeweza kupata historia ndefu kwa kina. Bado nipo katika makumbusho hii ya Kalenga ambapo ndio himaya ya Chifu Mkwawa alikuwa anaishi pamoja na jeshi lake kubwa kabisa. Kwa leo tu niseme kwamba niishie hapa, lakini kipindi kijacho, sehemu ya pili, nitakuletea mambo mengine mazuri kabisa kuhusiana na historia ya Chifu Mkwawa kutoka mkoa huu wa Iringa. Na baadaye pia nitakuja kuonesha lile fuvu halisi la Mkwawa ambalo lilitoka Ujerumani na likaletwa katika eneo hili la Kalenga katika mkoa huu wa Iringa. Mimi ni Festus Makerubi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Mpiga wangu pale anaitwa Abeid Butu. Kwa pamoja tupo hapa Iringa kukuletea mambo mbalimbali ya kihistoria kutoka mkoa huu maridhawa kabisa.
Zamadam.